Kwa kweli mpaka sasa hivi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza katika section yetu ya mazoezi tokea majuzi toka kumaliza ligi ya Muungano, na kwa kweli tuko vizuri. Kwa sababu tulipoondoka kwenye ligi ya Muungano hajapata mchezaji tuna injury moja tu katika kikosi chetu. Lakini kwa injury iliyofanya yeye kwamba yupo replacement wake kisha kaba vizuri, na leo tunacheza mechi ya kesho na dhidi ya Zimamoto tutafanya vizuri kwa sababu tunaendeleza mwendelezo wa kombe la Muungano. Kwa sababu kombe la Muungano sisi hatujapoteza. Kwa sababu tumefika nusu finali kwa hatujapoteza. Ukitaka usitake nusu finali iliyobaki ufungwe na ushinde. Basi lakini tumejiandaa na wachezaji wetu katika hali nzuri sana, performance yao nzuri katika mazoezi, ili mradi kwamba kesho tukijaliwa katika mechi ya Zimamoto tupate ushindi kwa kesho. Moja ya changamoto ambayo imeonekana kwenye mchezo uliopita wa Mkapa kwenye finali baada ya ukweli ni mchezaji wetu alipata injury, lakini kimimi kama ni mwalimu, mchezaji mmoja hawezi akaitoa pattern ya timu kwa sababu yupo mtu wake mwingine katika anacheza nambari 6 au wapo wengine wanacheza katika nambari 6. Na kusema la ukweli hatuna mchezaji tuseme kwamba huyu akitoka timu ya Mlandege katika 11 tulikuwa tunapata matokeo mabaya. Kwa sababu kama hao wazuri wakicheza pia matokeo mabaya tunayapata, hao wazuri wakicheza matokeo mabaya tunayapata. Na la msingi kwamba tumeweka commitment ya wachezaji wote kwamba wote wafanye kitu kimoja, si kwamba huyu aonekane mzuri huyu mbaya. Kwa sasa hivi tunapokuendea kabla ya hata mechi ya Muungano tuliwaambia hivyo kwamba mchezaji hapa hamna mchezaji bora, timu ndo bora kuliko mchezaji. Kwa sababu sasa kwa hapo alipoumia mchezaji wetu Kante kwamba yule alikuwa anaonekana performance yake namba 6 anacheza uzuri, lakini hawazidi wengine, wapo wanacheza uzuri, lakini chaguo la kocha kwamba huyu bwana mwanzishe, huyu nimweke reserve, kwamba huyu ndo mpira ulivyo kwa mimi, lakini ninavyofahamu mimi. Na la pili kusema la kocha Baresi anaijua timu yetu na kishafundisha timu yetu, lakini yeye kishahama. Sasa hivi haujui kwamba tunachezaje au tunafanya. Ili mradi ndugu waandishi wa habari, tutapokuja kesho katika mechi tutaona kwamba tunapata ni ipi au hipi ili ya kumshinda mpinzani wetu Zimamoto. Ushindi kwa sababu wao na 40 point, sisi tuna 37. Kwa maana hiyo tumejizati tutokea majuzi tunawaambia wachezaji kwamba tushinde mechi ya Zimamoto ili tumpite tuweke juu yake sisi Mlandege. Kwa sababu timu ya Mlandege ni bingwa na haiwezekani kwamba katika hata ligi ikimaliza tusikwemo katika top 4. Hiyo ni sana tu kusema la ukweli, halifichiki. Na hata tukiongelea katika Muungano, siku tuliocheza na Simba ile si kama sisi tumelose nguvu au power. Ile ni lack of confidence. Ile ndio ilitushinda sisi kucheza na Simba, kwa sababu wachezaji wetu ndio kama hao, wachezaji wadogo bado. Hata kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia wachezaji wetu wamemka salama, hakuna mchezaji mwenye injury, tumemaliza mazoezi salama. Tumejipanga kesho kuchukua pointi 3 dhidi ya Zimamoto na tunasubiri mchezo kwa hamu. Kwanza tumetoka kwenye mashindano magumu, mashindano muhimu, lakini tumejifunza vitu vingi kwa sababu tumecheza na mabraza wetu ambao wametangulia kwenye game, tumecheza na timu kubwa, lakini pia kwamba kuna kitu pia tumeonesha. Kwa mimi niseme tu kwa niaba ya wachezaji wenzangu, vitu ambavyo tumejifunza kutokana na mashindano haya ndio vitu ambavyo tutaenda kuvionyesha kwenye PBZ Premier League. Sio kinyonge sisi. Kikubwa mimi ninachokiomba kwa mashabiki, kwanza wasije na matokeo yao mkononi. Mpira una mambo matatu, kuna kufungwa, kuna kudraw, kuna kushinda. Lakini niwaahidi tu kama vile ambavyo wao wanataka furaha kutoka kwetu, basi na sisi tunahitaji sana support kutoka kwao. Na kuhusu mchezo wa kesho, japokuwa mpira na matokeo matatu, ila sisi kesho tuna tokeo moja tu. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, kwa mujibu tulivyokaa chini tulivyoongea, kesho tunataka ushindi tu, si vinginevyo. Akitushughulishi hicho kitu kwa sababu tuna kikosi kipana, ZFF wametanua sasa hivi fomu, tuna wachezaji 40. Tuna kila quality ya mchezaji ambayo kwenye wale waliocheza mwanzo kwenye mashindano ya Muungano wanaweza kupumzika, wakaingia wengine wakafanya zaidi yale waliofanya wale waliocheza Muungano. Kwa hiyo hilo lisiwatishe mashabiki zetu. Tuna kikosi kipana na tunawaahidi tu mambo mazuri yanakuja kuanzia kesho inshallah. Abudu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Jina naitwa Salim Masudi Abdalla, maarufu Sale Tumbo.
Cha kwanza tumekuja JKU kuipa peo mbele. Yaani JKU tumekuja kuchukua ubingwa, hakuna kitu kingine. Tumekuja kuongezeka, kuja kufanya la maana. Japo kwa zimetokezea mistake ndogo na tumejiandaa vizuri mpaka sasa hivi, toka ligi iliposimama hapo kwa ajili ya muungano, na mpaka sasa hivi wachezaji tuko vizuri, ya maandalizi mazuri, tunashukuru Mungu pamoja na walimu. Walimu hapo vizuri na timu inafanya vizuri, na kwa uwezo wa Mungu kwa mechi ya kesho tutafanya vizuri zaidi. Zamana ninayo kubwa sana, lazima JKU tuchukue ubingwa kwa sababu JKU tuko vizuri, kwa sababu tumeongezeka watu walikokuwa wako vizuri, masinia pamoja na mimi kiwemo, nashukuru Mungu. Na yani kifupi tunachukua ubingwa makombe yote, labda Mungu mwenyewe asitake. Kama mwaka juzi tulikosa ubingwa mmoja tu JKU, na mara tunashukuru Mungu tutachukua tena ubingwa. Pointi 3 tu ni muhimu, hakuna kitu kingine chochote. Michezo iliyobaki sasa hivi pointi 3 ni muhimu, na tumepanga hilo, tupambanie timu tupate pointi 3 tupate tuchukue ubingwa, kwa sababu huwezi kupata pointi 3 na uwezo kuchukua ubingwa. Pointi 3 muhimu. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kuweza kufika hapa salama. Pili, timu tumeandaa vizuri, hapo vizuri kimwili, kiakili, kuweza kwenda kupambana na timu ya New King. Tunajua utakuwa mchezo mgumu, hasa kucheza na timu ambayo inatafuta kubakia katika ligi. Maana ligi kuu ina utamu wake. Ligi kuu ndo alama ya nchi katika mpira wa miguu. So naamini mechi itakuwa ngumu, lakini kwa uwezo wa Mungu, kutokana na maandalizi yetu, naamini tutapata pointi 3 dhidi ya New King, kwa sababu kila mechi ina game plan yake. Tumeshaandaa game plan dhidi ya New King na mambo yamekwenda vizuri. Kesho tunakwenda kukamilisha tu inshallah. Hakuna ugumu, kwa sababu nimezungumza mwanzo hapa. Kila mechi ina game plan yake. Kuna mechi tunahitaji watu hawa wenye sifa hii ya mechi hii kutokana na mpinzani wetu alivyo. Kwa hiyo tunao. Kuna mechi kama ya New King, kuna vitu tunavihitaji kwa mechi ya kesho, wachezaji hao tunao. So haina ugumu. Kanuni imeturahisishia sana kutuwekea watu 40. Kwa sisi ni kawaida. Kwanza sisi tushindani ubingwa na KVZ. Tunashindana na watu 15 hapo ambao wapo nyuma yetu. Kwa sababu race bado bingwa hajajulikana nani wala mwenye tamaa nani. Mechi 8 ni nyingi. Tukicheza kesho tabakia 7. Kwa hiyo tushindana na KVZ. Tunashindana na yote ambaye yupo kwenye PBZ Premier League. Akiwamo huyu New King. Si anajinasua huyu asishuke daraja. Lakini hayupo kwenye mstari mwekundu. Kwa hiyo akishinda huyu anasogea juu. Tunashindana na timu zote ambazo 15 zipo nyuma yetu. Sisi sasa hivi tunashindana na timu 14 kwa sababu KVZ iko juu yetu. So hatuna pressure yoyote. Kama JKU tuko vizuri. Inshallah tunakwenda kwenye roho ile. Kila mechi ni pointi 3. Hata wachezaji hilo wanalijua hilo. Viongozi wanalijua. Kwa niaba ya wachezaji sote tunamshukuru Mungu, tumejiandaa vizuri ili kuhakikisha kesho tunapata ushindi na alama 3. Licha ya ugumu wa wapinzani wetu, lakini tutahakikisha tunaondoka na alama 3. Kwa namna kubwa tutapata ubingwa kwa sababu ligi bado inaendelea na alafu kuna mechi 7 mbele. Kwa hiyo kwa niaba ya wachezaji tutahakikisha napambana na kupata hilo taji. Swala la mpira ni kuna kipindi inawezekana toka na kocha mzuri, lakini una kipindi pa kukosa matokeo, ndio mambo ya mpira. Tuliluze hapo nyuma, tumekosa matokeo, lakini kesho na imani tutarekebisha ili kuhakikisha napata matokeo kurudi kama mwanzo. Mambo ya mpira yanatokezea kwa sababu mpira mchezo ushindani. Tunapojipanga sisi ushindani na wenzetu wanajipanga hivyo. Lakini tutahakikisha tunarudia kama mwanzo ili kurekebisha makosa yetu ili asijirudie tena.